Muda mwingine kubadilika kwa hedhi yako hata hakuhitaji matibabu, na muda mwingine hata hakuhitaji kipimo cha aina yoyote, ila kunahitaji wewe mwenyewe kujaribu kujifanyia kazi. Jaribu kuangalia mambo haya. Wewe huwa unapata muda gani wa kupumzika? Tukiwa tunamaanisha muda ambao huwa unalala. Lakini pia angalia huwa hali yako ya stress ipoje. Pia angalia mabadiliko yako ya kihormoni, haswa kwenye ile hedhi inavyotoka, lakini pia changamoto imeshakaa kwa muda gani. Vile vile hakikisha pia huwa unapendelea kula chakula gani, hususan ukiwa katika zile siku zako za period. Ndio vitu ambavyo vinavyochochea hedhi yako inakuwa inapitia mabadiliko tofauti, ikiwemo ile ya kuchelewa, ya kukosa kabisa, ya kutoka matone, ya kutoka muda mwingine kupita kiasi, na mara nyingine kujirudia hali ya kukuta haupati kabisa hedhi. Ukiweza kufuatilia mambo haya, utaweza kujikuta changamoto yako hata haihitaji matibabu, ila inahitaji tu wewe mwenyewe uweze kubadilisha mfumo wa maisha. Lakini kama ni changamoto inahitaji matibabu ya moja kwa moja, ni vyema pia ukafanya vipimo na ukaonana na mtaalamu wapi ambaye anaweza kwenda kukusaidia kuondokana na hili tatizo kuanzia kwenye chanzo cha tatizo, huku ukitambua kwamba nipo na wewe katika safari ya kuitwa mama.